Ikiwa mara nyingi unaota ndoto ni kama kuna watu unawaona wanafanya tendo la ndoa, hii ni ishara kwamba ni roho ya kunajisiwa au roho ya kuchafuliwa. Unapowaona watu wanafanya tendo la ndoa, manake kuna roho ya kunajisiwa au roho ya kuchafuliwa imeingia kwenye maisha yako. Na wakati mwingine hii roho ikikomaa sana, inaweza ikawa ina chanzo ambacho kimeweza kusababisha kujikuta hapo, au hiyo hali inaweza kukufanya ukajikuta uko kwenye hicho chanzo ambacho naenda kukiongea. Kuna baadhi ya watu mlikuwa watumwa wa kutazama video za ngono, na ukitazama kwa muda mrefu inaingia kichwani na inaweza kupelekea kwenye ndoto ukawa unaota watu wengine ni kama wanakutana. Na mwingine hiyo pepo ukiwa unaota mara nyingi watu wanakutana, unanajisiwa na wewe unaweza kutamani hata kama uko kwenye ndoa au uko kwenye ndoa, ile roho inaanza kukuingia na baadaye huwa inatengeneza jini mahaba. Na wakati mwingine unaweza kujikuta unakuwa ni mtu ambaye uko kwenye kipindi ambacho kinaweza kagharimu maisha yako kabisa. Na kuna mtu mwingine unanisikia, umekuwa ni mtu ambaye uko kwenye shida hii, unaota ndoto mara nyingi unaona watu wanashiriki tendo la ndoa. Yamekuwa ni maisha yako, unaota mara nyingi, mawazo yako yamekuwa ni machafu mara zote, yamekuwa ni mawazo mabaya. Hata ukitaka kuomba unakuta usemi wako unabadilika. Hii ni roho ya kuja kukuchafua, roho ya kukunajisi, roho ya kukufanya uwe najisi. Au nikisema najisi ni mtu ambaye unakuwa ufai kiroho. Yani hakuna ombi lako linaloenda mbele za Mungu, unakuwa ustahili kufanya ibada, ustahili kufanya chochote. Hata ukifanya ni kama unakuwa mchafu, usiyefaa mbele za Mungu. Leo nataka nikuombe Mungu aweze kukutoa kwenye hiyo hali. Ile pepo ambalo limeingia kwa njia hilo likuachie. Hiyo roho chafu ikuachie. Ikuachie kuanzia sasa. Ninaamuru ewe roho chafu uliyekaa kwenye macho, kwenye ufahamu, kwenye ubongo, toka kwa jina la Yesu. Ninakuamuru ewe mawazo mabaya uliyekaa kwenye fikra hizo, uliyekaa kwenye fahamu hii, uliyekaa kwenye mawazo ya mtu huyu, kwenye fikra hizi, toka kwa jina la Yesu. Hauna mamlaka. Na ikemee roho chafu iliyovaa mawazo yako, iliyovaa fikra zako, iliyovaa mwili wako kwa jina la Yesu. Katika ulimwengu wa roho, hiyo roho chafu ya kukunajisi, pepo la kukuchafua, kila wakati uonekane wewe usiyefaa, uonekane mchafu, kwa jina la Yesu, hilo pepo likuachie. Na ikata hiyo connection ya hizo ndoto, na kata hiyo connection ya hayo mawazo, hizo ndoto za kuwaona watu wanafanya zinaa mbele ya macho yako, hizo ndoto za kuona watu wanafanya tendo la ndoa kwenye macho yako. Hiyo roho ya aibu na ipinga kwa jina la Yesu, ikuachie kuanzia sasa. Toka kwa jina la Yesu. Toka roho ya aibu kwa jina la Yesu. Na hiyo ndoa, hiyo roho ya aibu ikuachie kwa jina la Yesu. Na hiyo ndoa ndani yako na ikemea kwa jina la Yesu. Toka pepo la aibu katika jina la Yesu. Na kufungua kwenye hicho kifungo, na kufungua kwenye hilo teso, na kufungua kwenye huo utesi katika jina la Yesu. Pokea ufungulivu kuanzia sasa. Na yafungua maisha yako, nafungua fahamu zako, nafungua mwili wako, nafungua kuanzia sasa. Hiyo roho ya kuchafuliwa na hiyo ndoa, toka kwa jina la Yesu. Na kutakasa fahamu zako, na takasa mikono yako, mawazo yako kwa jina la Yesu yatakasike kuanzia sasa. Mawazo yako yatakasike, fikra zako zitakasike. Pokea ufungulivu katika jina la Yesu. Naondoa mawazo mabaya. Uwe mzima sasa. Roho ya kuchafuliwa yote na hiyo ndoa, toka kwa jina la Yesu. Hiyo pepo inayokuchafua, unashindwa hata kupata pesa, mambo yako yamekuwa yaendi, kila unaloliomba aliendi mbele za Mungu. Roho ya magonjwa imekuvamia, roho ya aibu imekuvamia, roho ya uharibifu imekuvamia. Na amuru ikuachie kwa jina la Yesu. Pokea ufungulivu. Neema ya Bwana na ikuweke huru, mkono wa Bwana na ukufungue, ukutenge na hiyo hali unayopitia kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Naitwa mwombezi Pastor Godwin Ndero ambaye nimeomba na wewe. Jitahidi kuyaomba ya maombi mara kwa mara. Naamini kwamba hiyo hali ambayo inakutesa ni roho chafu kutoka kwa adui. Unahitaji kuipinga na unahitaji kuishi maisha matakatifu. Jitahidi kuepuka mambo ambayo yanaweza kuchochea kujikuta uko kwenye hali hii. Jitahidi kujitunza na jitahidi kumheshimu Mungu. Jitahidi kufanya maombi, pata muda wa kusoma neno, pata muda wa kumtafakari Mungu. Hii itakusaidia maisha yako ya kiroho kukua kila siku na kuzidi kunawiri katika ulimwengu wa roho. Ubarikiwe sana.
Kama nilivyokutangulia kusema, naitwa Mwombezi Pastor Godwin Ndelwa. Unaweza kaendelea kupokea maombi mbalimbali kwa kusubscribe kwa njia ya YouTube ili uwe mmoja kati ya familia wa Maombi ni Dawa au Maombi Tiba. Lakini pia uko mtumishi wa Mungu unahitaji kusindikiza maombi haya au ibada hii kwa sadaka yangu, karibu kwa namba iliyoandikwa sadaka. Achilia sadaka kwa hiari, haina kiwango, sadaka ni hiari. Mungu akubariki, Mungu akutendee mema. Unaweza kanifuata kwa njia ya WhatsApp, ukanipa maombi niende kukuombea zaidi, au ukaniambia mtumishi wa Mungu nahitaji kupata maombi zaidi, nami nikakuweka kwenye ratiba za maombi. Ubarikiwe, uwe na wakati mzuri.